Kuelekea dirisha dogo ambalo linakuja ndani ya siku nne, mkakati wa Young Africans ulikuwa ni kuhakikisha kwamba wanapata washambuliaji wawili kuja kuungana na Prince Dube kwa ajili ya kuendelea na kampeni yao ya 25-26 mwaka utakapokuwa umepinduka. Sasa ni wazi wengi mtakuwa mnafahamu kwamba Mwalimu Pedro Goncalves alikuwa amepewa go ahead ya kupendekeza majina ambayo yeye anaamini yanaweza kuja kufiti kile anachokitaka kiufundi na kile ambacho kinaweza kwenda kuwavusha Young Africans ama kuongezea nguvu kwenye malengo yao hasa ya kimataifa na kujaribu pia kudumisha utawala wao kwenye ligi ya ndani. Majina kama kina Depu yametajwa, majina kama kina Gelson Dala yametajwa, lakini kuna taarifa. Hizi taarifa hazijatokea hapa wala hazijafika hapa, lakini hizi taarifa zimetoka mbali. Zimetoka huko aliko huyu mchezaji nitakayemtaja ama kumzungumzia kwa uchache kwa wakati huu. Zimetoka katika nchi ya Falme za Kiarabu, lakini pia zimetoka Afrika Magharibi, hususan katika nchi ya Mali. Kuna mshambuliaji anafahamika kama Cheikhna Doumbia. Huyu ni mshambuliaji wa klabu ya Al Nassr ya kule Falme za Kiarabu kwa maana ya UAE. Huyu ni mshambuliaji raia kutoka Mali mwenye umri wa miaka 22. Ana urefu wa mita 1.90 sawa na futi 6 na inchi 3. Ni mshambuliaji ambaye kaenda juu kweli kweli. Taarifa za ndani sana ambazo zilishawahi kuripotiwa na moja kati ya vyanzo vikubwa tu hapa ndani ziliainisha kwamba miongoni mwa sifa za washambuliaji ambazo Mwalimu Pedro Goncalves anazihitaji ni za mshambuliaji ambaye ana nguvu, anaweza akacheza goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo. Kitu kama Mayele prototype, wanatamani kupata profile ya namna ile, yani kiufupi. Kwa hiyo majina kama ya kina Depu na wengineo, mtu kama Depu specifically profile yake ni tofauti. Ni mchezaji ambaye anasubiri kwenye box, ni more of a finisher. Kwa hiyo nimeweka bayana kwamba washambuliaji presumably wanatakiwa wapatikane wawili. Sasa Cheikhna Doumbia anatoka wapi? Taarifa kutoka katika nchi za Falme za Kiarabu, kutoka kwa waandishi walioko huko, taarifa kutoka katika vyanzo tofauti katika nchi za Afrika Magharibi hususan Mali, zina ripoti na kusema kwamba huyu mchezaji hivi sasa hapati nafasi katika klabu yake. Yaani huko Al Nassr ametolewa kwa mkopo kutoka katika klabu ya Al Shabab Al Ahli ya kule UAE. Sasa kidogo kumekuwa kuna changamoto ya kupata nafasi, licha ya kwamba kila akipewa dakika huwa anaonyesha, lakini bado ni kama vile inaonekana kuna kitu tofauti mwalimu ambacho anakihitaji kwenye eneo la ushambuliaji tofauti na Cheikhna Doumbia. Sasa kwa hoja hiyo, huyu mchezaji yakiangaliwa yale matazamio ama kile ambacho Young Africans wanakitaka kulingana na sifa ambazo Mwalimu Pedro Goncalves inasemekana aliziweka bayana, ni kama vile kuna kitu kinaoana kwamba huyu ni mchezaji ambaye anahitaji kupata nafasi ya kucheza na hapewi hiyo nafasi. Amekuwa akionyesha uwezo mkubwa kulingana na muda ambao anapewa licha ya hizo changamoto. Na hizi Young Africans sifa wanazozitazama kutoka kwa mshambuliaji ni vitu ambavyo vinaoana. Kwa hiyo kuna taarifa kutoka kwenye hizo nchi mbili zikiwa zinaonyesha kwamba huyu ni mchezaji ambaye inawezekana Young Africans wanamwangalia. Na wanamwangalia kupitia nini? Inasemekana kwamba Djigui Diarra pamoja na Lassine Kouma ni wachezaji ambao wanatazamwa kama mabalozi wa kujaribu kumshawishi mchezaji mwenzao kutoka katika nchi ya Mali. Tutakuwa tunakumbuka wakati Lassine Kouma anajiunga na Young Africans kwenye dirisha kubwa, Young Africans sio club pekee ambayo ilikuwa inamtaka kutoka hapa Tanzania. Hata Simba Sports Club kuna taarifa zilikuwa zinadai kwamba walikuwa wanahitaji huduma ya Lassine Kouma. Lakini Young Africans ndio walikuwa wa mwanzo kumfuata Lassine Kouma. Baada ya Young Africans kumapproach Lassine Kouma, ikabidi ampigie simu Djigui Diarra. Djigui Diarra alitumia ushawishi wake kumvuta Lassine Kouma kuja Young Africans. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, taarifa zinasema pia kwamba Lassine Kouma ambaye ana uraia pacha, Mali pamoja na Chad pamoja na Djigui Diarra, wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kujaribu kumshawishi Cheikhna Doumbia aje kwenye klabu ya Young Africans ambako atakuwa ni mshambuliaji ambaye atapata nafasi, huenda hata akawa ni mshambuliaji kinara. Then pia akifanikiwa kuja mapema, kuna uwezekano mkubwa sana akajikuta kwenye mazingira ya kwenda kuikabili mechi ya kwanza kabisa ya kimataifa ya Young Africans dhidi ya Al Ahli. Itakuwa ni double header, home and away. Ataipata mechi ya ugenini, ataipata mechi ya nyumbani. Itamweka vizuri sana kwenye ramani, itamweka vizuri sana kwenye soko, kwa sababu yuko Al Nassr kwa mkopo huyu Cheikhna Doumbia. Al Shabab Al Ahli ambayo ndo klabu yake mama inaangalia uwezekano wa kufanya tena sub loan, yani kwamba
mkopo ndani ya mkopo na mkopo mwingine, lakini kupitia pengine mwafaka ama nafasi ya yeye kucheza kwenye kikosi ambacho kitampa nafasi na kwenye mechi kama hizi ambazo ni zenye profile kubwa, inawezekana hata huo mkopo mwingine ambao utapatikana kama atakuja kwa huo mkopo ndani ya Young Africans ukamfungulia mlango mwingine. Lakini pia Al-Shabab Al-Ahli wanaangaliwa kutazama pia uwezekano hata wa kujaribu kufanya biashara ya moja kwa moja kwa mchezaji. Ni mchezaji ambaye kiukweli kabisa anazungumzwa kwa ukubwa sana katika nchi ya Mali. Ni moja kati ya prospects wenye uwezo mkubwa sana, ana nguvu mzuri hewani, anaweza kuja kulink up na wenzake, ana urefu wa futi 6 inchi 3, yani ni a package, ni mtu yani kifupi wenyewe wazungu wanasema ni specimen, ni mtu ambaye amejitosheleza kwenye vitu vingi, anaweza kukuofa vitu vingi. Sasa taarifa zinadai kwamba wa Mali wenzake wawili kutoka Young Africans, Djigui Diarra pamoja na Lassine Kouma, wanaweza kuwa kwenye mazingira ya kujaribu kumvuta, kwa maana kuna kama linki hiyo ya watu kutoka Mali wanajaribu kama kutengeneza mazingira ya kuvutana pale Young Africans, kwa sababu inaonekana Young Africans wanajaribu kutarget mshambuliaji ambaye anapatikana kutoka katika nchi za Afrika Magharibi. Na kwa hoja hiyo pia ni kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaonekana pia kulingana na profile ambayo Young Africans wanaitafuta, anaweza kuwa mchezaji ambaye anakuja kufit katika hiyo profile. Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo mimi nimefanikiwa kuziona kutoka kwenye vyanzo vya mbali. Kama nilivyosema, hili jina halijafika huku bado wala halijazungumzwa kwa ukubwa, lakini taarifa zinasema kwamba huyu mchezaji hajatulia katika klabu aliyopo. Klabu yake mama inaangalia uwezekano wa kumtafutia mkopo mwingine au kumfanyia biashara ya kudumu kwenye dirisha dogo. Huyu mchezaji inasemekana pia kwamba huenda wachezaji kutoka Mali kwenye klabu ya Young Africans, Djigui Diarra pamoja na Lassine Kouma, wakajaribu kumshawishi. Hapa ndipo kiunganishi kinapokuja, kwamba huenda ikatumika connection ya Wamali kujaribu kuhakikisha kwamba anatua katika viunga vya Young Africans. Kwa hiyo mpaka patakapokuwa na chochote kwa wakati huu ni kwamba Cheick Doumbia ni mchezaji ambaye kuna uwezekano asiwepo pale alipo hivi sasa. Na Young Africans inatajwa katika Falme za Kiarabu, inaripotiwa hata katika nchi yake mama ya Mali kwamba ni sehemu ambayo huyu mchezaji anaweza kuwa na nafasi ya kuja kuendeleza soka lake.